Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu wetu kwa namna ambavyo amekuwa mwema, ametuamsha salama, jina lake litukuzwe milele. Niwakaribishe ndugu, kaka na dada wote katika asubuhi ya leo tunapokwenda kwa ajili ya tafakari ya kesha la asubuhi. Tuombe. Mungu wetu mfalme na baba yetu mwema wa mbinguni, unayetupenda na kutujali, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa sababu wewe ni baba mwema kwetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya zawadi ya usingizi uliotupatia usiku huu, na asante kwa ulinzi wako. Asante kwa namna ambavyo umetuamsha salama, jina lako litukuzwe. Tunakuja kwako tukiwa na shukrani hizi za dhati. Tunaenda kujifunza neno lako sasa. Namwalika Roho Mtakatifu awe nasi atufundishe, na neno hili likaweze kuwa ngao na ngome siku hii yote ya leo, likituongoza kukujua na kukutazama wewe, kwa jina la Yesu. Amena. Somo la leo linasema katika upatanifu na Kristo. Katika upatanifu na Kristo. Fungu elekezi linatoka Wakorintho wa pili 6 na ule mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema, nasi tukitenda kazi pamoja naye twawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Mwandishi anaanza kwa kusema, mbingu yote ina masilahi na kazi inayoendelea katika ulimwengu huu, ambayo ni kuandaa wanaume na wanawake kwa maisha ya baadaye ya milele. Ni mpango wa Mungu kwamba mawakala wa kibinadamu wawe na heshima ya juu ya kufanya kazi kama watenda kazi pamoja na Yesu katika uongoaji wa Roho. Neno la Mungu linafunua wazi kwamba ni nafasi ya kila mtumishi katika kazi hii kutambua kwamba yuko mmoja upande wake wa kulia aliye tayari kumsaidia katika kila juhudi ya kweli, ili kufikia ubora wa juu zaidi wa kimaadili na wa kiroho katika kazi ya Bwana. Hii itakuwa ndiyo hoja ya wote wanaohisi hitaji lao la msaada. Wanapaswa kuiona kazi ya Mungu kuwa ya heshima mno na takatifu, na wanapaswa kuleta kwake dhabihu za furaha na shukrani kila siku katika kubadilishana na nguvu ya neema yake, ambayo kwayo wanawezeshwa kuwa na maendeleo katika maisha matakatifu. Mtendakazi anapaswa daima kuwa na mtazamo wa unyenyekevu juu yake mwenyewe, akizingatia fursa zake nyingi alizopoteza kwa kukosa bidii na thamani ya kazi. Hapaswi kukata tamaa, bali analazimika kuendelea kuongeza juhudi zake ili kukomboa wakati. Sio lazima kwamba mtu awaye yote lazima akubali kushindwa na majaribu ya Shetani na hivyo kuharibu dhamira yake na kumhuzunisha Roho Mtakatifu. Kila baraka imetolewa katika neno la Mungu, na ambapo wote wanaweza kupata msaada wa Mungu katika jitihada zao ili kushinda. Ikiwa wanamtanguliza Yesu mbele yao, watabadilishwa na kufanana naye. Wale wote ambao kwa imani wanaye Yesu akikaa ndani yao, wanabeba nguvu katika kazi yao ambayo inawawezesha kufanikiwa. Wataendelea kuwa na ufanisi zaidi na zaidi katika kazi yao ya baraka ya Mungu inayoonyeshwa katika usawi wa kazi, na itashuhudia kwamba wao kwa kweli ni watenda kazi pamoja na Kristo. Lakini vyovyote vile mtu anavyozidi kukua katika maisha ya kiroho, kamwe hawezi kufika mahali ambapo hahitaji kuchunguza maandiko kwa bidii, kwa maana ndani yake kunapatikana ushahidi wa imani yetu. Kila neno la mafundisho, hata kama yakiwa yamekubaliwa kuwa ukweli, yanapaswa kupimwa kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawezi kukubaliana na kipimo hicho, hakuna nuru ndani yake. Mpango huu wa ukombozi kama unavyofunuliwa, mpango huu katika kazi ya mwisho kwa siku hizi za mwisho, inapaswa kuchunguzwa kwa umakini mkubwa. Matukio yanayohusiana na patakatifu pa mbinguni yanapaswa kuwa na mguso mkubwa sana kwenye akili na mioyo ya wote, ili waweze kuvutia wengine. Wote wanapaswa kuwa na uelewa zaidi kuhusiana na kazi ya upatanisho ambayo inaendelea katika patakatifu pa mbinguni. Ukweli huu mkuu utakapotambuliwa na kueleweka, wale ambao wanaushikilia watafanya kazi kwa mapatano na Yesu ili kuandaa watu kusimama katika sikukuu ya Mungu, na juhudi zao zitafanikiwa. Somo letu linasema katika upatanifu na Kristo. Mwandishi katika somo letu la leo anatoa wito wa kufanya kazi ya Mungu
ya kuwaleta wengine katika zizi la Kristo. Lakini anaonyesha namna ambavyo kazi hii inaweza kuwa yenye mafanikio tu pale ambapo watendakazi wa kazi wataungana pamoja na Kristo mwenye kazi. Hawatatenda kazi wao wenyewe, wataungana na yeye ili awatie nguvu, ili awaelekeze namna kazi inavyopaswa kufanyika, ili awaelekeze namna ambavyo mavuno mengi yatapatikana wakati watakapofanya kazi kwa namna gani. Kwa hivyo tunapewa wito na mwandishi katika somo la leo namna ambavyo tunapaswa kwenda kazini, lakini tukimbeba Kristo katika kazi hii ambayo tumeitiwa kuifanya. Na mwandishi ametukumbusha namna ambavyo kila mtenda kazi ni lazima awe na bidii katika kujifunza neno. Kuna wale ambao wameridhika, wameona nimezaliwa ndani ya kanisa, nimesoma neno tangu nikiwa mtoto, ninaelewa mafungu, ninaelewa neno, nina uwezo wa kwenda kuhubiri kupitia kile ambacho nimekijifunza au nimekisoma kuanzia enzi za nyuma. Kumbe ni kosa kulingana na somo la leo linavyotueleza. Mwandishi anatukumbusha kwamba neno linapaswa kujifunzwa kila siku, maana Roho ana taratibu au ana kawaida ya kuleta mafunuo mapya kila siku, kila mtu wa Mungu anaponyenyekea au anaponyenyekeza uso wake na kusoma neno. Kwa hivyo ni wito wangu, ni wito wetu asubuhi ya leo ya kwamba tulichunguze neno na tujitoe kwenda kuwaleta wengine kwa Kristo. Mungu akubariki sana unapoendelea kufanya tafakari katika kesha la asubuhi. Nikukaribishe tuombe. Baba na Mungu wetu, mfalme wa amani, asante kwa sababu ya neno hili ambalo umetupatia asubuhi hii, neno lenye nguvu, neno lenye tumaini, neno linalotupatia faraja, neno linalotuongoza njia, neno ambalo linatumulikia mahali tunapopaswa kupita. Jina lako litukuzwe. Asante kwa namna ambavyo umetukumbusha ya kwamba sisi ni watenda kazi pamoja nawe katika shamba lako. Hii ni fursa kubwa sana na ni bahati kubwa sisi mawakala wa kibinadamu kualikwa kutenda kazi pamoja na ofisi ya kimbingu. Sasa Kristo, huu upendeleo wa kipekee ambao umetupatia, utufanye kunyenyekea miguuni pako na kuutafuta uso wako, ili Kristo tufae kwa ajili ya kazi hii takatifu. Asubuhi hii wana na binti zako wanapoenda huko duniani kwa ajili ya kazi zao za maisha, wengine wataenda maofisini, wengine wataenda shuleni, wengine wataenda hospitali, wengine wataenda sokoni, wengine wataenda shambani, wengine wataenda katika ajira zao, wengine wataenda mahali fulani, wengine watasafiri. Kila mmoja Kristo msimamie na umtangulie. Baraka zako zikaambatane pamoja nao, kawabariki waingiapo, kawabariki watokapo. Walio katika ndoa, bariki ndoa zao. Wanafunzi, bariki masomo yao. Wafanya biashara, bariki biashara zao. Wawekezaji, bariki miradi yao. Kila mmoja Kristo katika siku ya leo akauone uso wako katika kila anachokifanya. Ninaamini utakuwa mwema zaidi sana. Tulinde na yule mwovu, tupatie nguvu ya kushinda kila wakati, maana tu dhaifu. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini, amen.